ni Roho Mtakatifu, lakini pia tunaziona alama zilizomdhihirisha Roho Mtakatifu au kumfunua Roho Mtakatifu. Alama ya kwanza ambayo tutaenda kuangalia ni upepo. Bwana Yesu asifiwe. Ni upepo. Upepo, ninapozungumza upepo, kila mtu anaweza akafahamu kwamba upepo ni kitu cha namna gani. Hauonekani kwa macho. Upepo hauonekani kwa macho na wala huwezi kuushika. Huwezi kuushika, lakini pia huwezi kuuzuia. Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari wa 2, tunaweza tukasoma: kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishara iliyodhihirisha kwamba Roho Mtakatifu yupo mahali pale walipokuwa wameketi wanafunzi wale 120. Ishara mojawapo iliyomdhihirisha Roho Mtakatifu ni upepo uliowatokea ghafla. Upepo, kwa sababu haudhibitiki au haufungiki, na tunaona ulikuwa ukienda kasi. Wangapi walishawahi kuona upepo? Nyosha mkono namna hii. Kuna mtu mmoja pale, wawili pale waliwahi kuona upepo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani upepo, nimesema hauonekani, ila kinachoonekana ni matokeo. Kuna klipu moja ilikuwa inatembea kwenye mtandao. Kuna mahali kulikuwa kunafanyika mkutano wa Injili, nafikiri ilikuwa ni Sumbawanga. Kuna upepo uliotokea mahali pale kwenye uwanja wa mkutano. Nafikiri wengi ambao mnaangalia kwenye mitandao mnaweza mkaona kilichotokea, mkajua kilichokuwa kinaendelea. Maana yake watu walishindwa kukaa walipokuwa wamekaa, na watu wengine walikimbia, na viti vilivyokaliwa vilirushwa juu, vikawa havijulikani vinaenda wapi, na watu wenyewe wakawa wanabaki kama wanavuliwa nguo. Kwa hiyo waliupisha, kwa maana hauzuiliki ule upepo. Sasa ule upepo kwa wanasema ni wa kutengeneza, lakini upepo ambao na uruhusu Mungu mwenyewe kwa lengo la kufanya matukio makubwa, huwezi kuuzuia. Bwana Yesu tusaidie sana. Huwezi kuuzuia. Kwa hiyo hii ni ishara au ni alama iliyotokea wakati ule wa Pentekoste, Roho Mtakatifu aliposhuka. Sema, kukaja ghafla upepo kama nini?
ukaja ghafla upepo, uvumi, kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kwa hiyo walihisi umejaa katika nyumba ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidhani kwamba nyumba ilikuwa haina madirisha, pengine madirisha yalikuwepo, lakini upepo uliijaa nyumba ile. Na nasemekana kama maandiko yanasemavyo kwamba ulikuwa ukienda kasi, ukaijaa nyumba ile, na walisikia mvumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walichosikia ni mvumo, kama mvumo wa upepo. Yule aliyewahi kuona sasa kazi zinazofanywa na upepo, mara nyingi upepo mkali, upepo usiozuilika, wakati mwingine kinaitwa kimbunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Kimbunga hicho kinabomoa nyumba, kinaezua nyumba, paa zinaondoka. Tuache ule upepo mdogo ambao tuliona kwenye ule mkutano ule ulikuwa ni mdogo tu, ulikuwa unazunguka mahali pale kama umetumwa, lakini upepo wenyewe unaweza ukabomoa hata nyumba, unaweza ukaezua majumba. Na kama hivyo tunavyoona kwamba hawezi kufungika, ni kweli hawezi kufungika kwa sababu haushikiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ambavyo sasa mtu aliyejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndivyo anavyokuwa. Yule ambaye amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, maana hii ni alama iliyomfunua Roho Mtakatifu alipokuwa ameshuka siku ile ya Pentekoste. Yeyote ambaye anakuwa amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, huyo hawezi kufungika na nguvu za giza. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi kufungika na nguvu za giza kwa sababu umejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zimefananishwa na upepo. Upepo una nguvu, upepo hauwezi kushikika, upepo hauwezi kufungika. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha ajabu sasa, kikaa ndani yako utafanya mambo makubwa. Hakuna shetani atakayesimama mbele yako, na hata akisimama atakupisha, kwa sababu upepo unapokuwa mwingi haushikiki, hauzuiliwi, lazima shetani akupishe. Na utaweza kusimama tu mbele ya shetani kwa sababu una nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kusimama mbele ya adui shetani kwa sababu yeye anakuwa amekusudia uharibifu kwako. Na kwa sababu amekusudia uharibifu kwako, yani kama hauna Mungu, maana yake shetani atakusurubisha. Yeye ana nguvu, maana yake naweza nikasema ni wa pili kuwa na nguvu kutoka Mungu. Mtu asiyekuwa na Mungu hana nguvu, unakuwa uko mtupu. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu mwenye nguvu ili aweze kutusaidia kushinda nguvu za adui shetani zinazoweza kutuzinga kwa upesi. Bwana Yesu atusaidie sana. Upepo ambao umezungumziwa hapa ni upepo uliomfunua Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu ndiye aliwashukia watu, na watu waliokuwepo mahali pale wote wakajawa na Roho Mtakatifu.
na kama wamejawa na Roho Mtakatifu wanazo nguvu. Ukiona Mkristo unafungika, unafungwa na nguvu za giza, ujue bado hii nguvu haijakuingia. Haleluya. Hii nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa haijakuingia. Shetani anakufunga, anakupeleka na kuendesha anavyotaka, ujue hii nguvu ya Mungu bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini tunaongelea habari hizi za Roho Mtakatifu? Ndiyo nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani ya wamwaminio. Haleluya. Hauna nguvu ya Roho Mtakatifu, maana yake hupaswi kusimama kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu hutaiweza. Bwana Yesu tusaidie sana. Hutaiweza kwa sababu huna nguvu. Bwana Yesu tusaidie sana. Wakati ule tukiwa kwenye semina wiki iliyopita hapo KLPT, wale watumishi ambao walikuwa wanatuhudumia, ni wiki hii ilikuwa Jumatatu. Nakumbuka Jumatatu ya kwanza kabisa ya semina, mtumishi wa Mungu aliposimama, alisimama akasema, mimi, yani yeye mwenyewe aliyesimama, akamwita na mtu mwingine akaja akasimama karibu yake, akamwita na mtu mwingine akaja akasimama peke yake karibu yake, yeye akabaki katikati. Akatutolea mfano, akasema, mimi hapa nilipo ni sifuri. Wewe uliyekuja hapa, wewe ni sifuri. Na wewe unayeniangalia ni sifuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ngeongezeka mwingine tena ni sifuri. Sasa sifuri jumulisha sifuri ni ngapi? Ni ngapi? Akasema, ndivyo tunavyotakiwa kujiona mbele za Mungu. Haleluya. Tujielewe tuko sifuri, hatuna kitu. Na kwa sababu hatuna kitu, tunafanyaje? Tunahitaji kitu kitufanye tuwe kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, kwa nini nimezungumza hivi? Nimezungumza hivi nikiwa na maana kwamba yeyote asiye kuwa na Roho Mtakatifu, naweza ukawepo tu kanisani lakini huna Roho Mtakatifu. Hiyo haishangazi sana, lakini anayekushangaa ni Mungu. Lakini kitu kingine kinachokushangaza ni pale utakapotaka kufanya kazi ya Mungu hauna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hautaweza. Lakini kwa mfano ile sifuri sasa, ikaja namba moja ikakaa hapa kwenye sifuri, inakuwa namba ngapi? Inakuwa namba, yani sifuri, yani moja halafu sifuri, inakuwa 10. Yesu tunamwitaje? Namba moja. Naona alishatengeneza kitu hapo. Ukimkaribisha Yesu akawa namba moja katika maisha yako, wewe ni kitu. Na hupaswi kutembea bila Yesu. Hupaswi kufanya chochote cha kimungu bila Yesu, utakosea. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana tunamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuwepo hapa Yesu amekuwepo hapa duniani kwa muda wa miaka 3. Si ndio? Si ndio? Amekuwepo duniani miaka 3 na
alipokuwepo, alikuwepo kwa watu waliokuwa karibu naye, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa karibu na watu waliokuwa karibu naye, na wale ndio waliomfaidi sana, na ndio maana sisi tunabaki tunapata habari zake kwa wale ambao walikuwa karibu naye, walimfaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza ukaona mataifa mengine ambayo yalikuwa mbali na alipokuwa hawajafaidi sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu alikuwa na mpango mzuri tu kwamba atakapoondoka atamleta Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamwachia Roho Mtakatifu ambaye tayari alikuwa alikwisha kutabiriwa huko nyuma na kina Yoeli washamtabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Roho Mtakatifu ndiye atakaye wafundisha kweli yote, na tumeona kwamba nakuja ni kwa ulimwengu mzima. Yeye hafungiwi sasa mahali, anakuwepo mahali pote, na hiyo ndiyo sifa pia ya Roho Mtakatifu kuwa Mungu. Yeye yuko mahali pote, na kwa sababu yuko mahali pote, na sisi tumefikiwa. Haleluya! Na sisi tumefikiwa, na ndiyo maana sasa alishuka akawashukia wote bila ubaguzi waliokuwepo pale katika nyumba ile. Tumeona akishuka kama upepo uliokuwa ukienda kasi, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Hii ni ishara iliyoonyesha kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja na watu wake mahali pale walipokuwa wamekusanyika. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafananishwa na upepo. Upepo ambao unaweza kufanya mambo makubwa yasiyoweza kuzuilika. Ukiwa na Roho Mtakatifu utafanya mambo makubwa yasiyoweza kuzuilika. Haleluya. Hutafungwa na nguvu za giza. Nguvu za giza zitasimama mbali na wewe kwa sababu na Roho Mtakatifu. Na ndio maana nimetangulia kusema umuhitaji Roho Mtakatifu ili awe ndani yako, aweze kukusaidia, aweze kufanya ndani yako mambo makubwa, na wewe kwa sababu yuko ndani yako utafanya mambo makubwa kupitia Roho Mtakatifu aliyeko kwako. Haleluya. Lakini alama ya pili ni maji. Alama ya pili iliyomfunua Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, ni maji. Maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuweze kuangalia Kutoka sura ile ya 17, kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 6. Kutoka sura ya 17 mstari wa 6. Tazama, nitasimama mbele yako juu ya lile jabari katika Horeb, nawe utalipiga jabari, maji yatatoka, watu watapata kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Haleluya.
Alama ya maji ni alama ambayo ilionyesha kwamba Mungu yuko pamoja na watu wake, na iliwakilisha na ilielezea huyu Roho Mtakatifu, ni namna ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa akitabiriwa kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee tena Ezekiel sura ile ya 36 mstari wa 25 na 20 mpaka 27. Ezekiel 36. Nami nitanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Maji huonyesha uhai. Naweza tukaendelea kusoma hapo 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani yenu, ndani ya mwili wenu, nami nitaweka moyo wa nyama. Nami nitatia Roho Mtakatifu ndani yenu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni jambo ambalo liliashiria Roho Mtakatifu pia. Tumezungumza ni maji, na ule mstari wa 25, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyote. Haleluya. Unaona, maji ni uhai. Kuna na maji ambayo yana nembo kwamba uhai maji, si ndio? Maji yanaonesha uhai. Mahali ambapo palikuwa pamekauka, mahali ambapo pamenyauka, maji yakiingia yanaonesha uhai. Kama kulikuwa na mbegu hapo ambayo imekaa hapo, itaanza kuota. Bwana Yesu asifiwe sana. Maji yanapoingia mahali palipo nyauka, mbegu zitaanza kuota. Roho Mtakatifu anapoingia kwako, uhai wa kiroho unaanza kuwepo. Haleluya. Roho Mtakatifu anapokuja ndani, anapokuwa amekujaza, kazi za kimungu
utaanza kuzifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutaweza kupata shida kwa sababu sio wewe unayefanya, kwa sababu Roho Mtakatifu anahuisha kile kilichokufa kinakuwa hai. Haleluya! Ndivyo ambavyo Kristo ambaye umempokea Roho Mtakatifu unaweza kuwa. Maji ni uzima, maji yanaleta uhai. Unapokuwa na Roho Mtakatifu, maana yake una uzima ndani yako. Haleluya! Kwa hiyo hii ni alama iliyoweza kuonyesha pia kwamba ni Roho Mtakatifu anayekuwa pamoja nasi. Haleluya, haleluya. Maji najua ya kwamba kila mtu anayatumia, anajua umuhimu wake, si ndio? Na tumeona hapo Mungu mwenyewe anasema ya kwamba atanyunyiza maji, lakini pia maji safi, na atawasafisha na kuwatakasa. Haleluya. Yeyote ambaye anajua kazi ya maji hangoji kujiuliza hapo kwamba nimpokee Roho Mtakatifu au nisimpokee. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kumpokea, kwa sababu hauna Roho Mtakatifu hutakuwa safi. Hakuna kitakacho kutakasa. Maji yanafanya kazi ya kutakasa. Maji yanafanya kazi ya kuotesha. Maji yanafanya kazi ya kusafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huna Roho Mtakatifu, maana yake utashindwa kuwa msafi, utashindwa kustawi. Huduma haitatendeka kwa sababu haina ustawi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni muhimu sana kuwa na Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana Roho Mtakatifu afanyike maji kwako. Maji yanabubujika. Maji ni chemichemi. Chemichemi ile inayobubujika huwa inabubujika, na mbele yanapobubujikia hapawezi kuwa na uchafu wowote. Ni lazima ule uchafu uondoke na lile bubujiko, pale yanapopita pabaki safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana naongelea habari ya maji, lakini pia anaongelea habari ya usafi, kwa sababu maji yalipo usafi upo, maji yalipo kutakaswa kupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huwezi kuishi bila maji yatakasayo ukawa mtu safi. Bwana tusaidie sana. Ni muhimu sana kuhakikisha Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ili aweze kukufanya uwe safi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini alama nyingine ni alama ambayo kwa neema ya Mungu hata Jumapili tulijifunza hiyo alama, moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto.
Naweza tukaangalia Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 na mstari wa 29. Waebrania sura ya 12 mstari wa 29. Baada ya hapo tuwekea tena Zaburi sura ya 104 mstari wa 4. Maana Mungu ni moto ulao. Haleluya. Amen. Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Hii ni alama pia iliyomfunua Roho Mtakatifu. Tukiendelea kusoma pale tulipoanzia, hebu niwekee Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari wa 2. Tuone vizuri. Tukiendelea kusoma, tutaendelea mbele kusoma. Weka mstari wa 3. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Hapo mstari wa 2 tulikwisha kusoma, mnakumbuka ulivyokuwa, si ndio? Ulikuja upepo, lakini hapo kukatokea ndimi kukawatokea ndimi zilizowakalia kama ndimi za moto uliowakalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni alama nyingine ambayo Roho Mtakatifu inamfunua. Roho Mtakatifu aliposhuka siku ile ya Pentekoste, tunaona watokea kama ndimi za moto uliowakalia. Hii ni nini? Watumishi wa Mungu mliookolewa wote ni watumishi. Haleluya. Wote mliookolewa mkaitika mkakubali kutumika, wote ni watumishi wa Mungu. Haleluya. Na walipokuwa wameketi wamesubiri, kukawatokea ndimi kama ndimi za moto uliowakalia. Kila alipo mtumishi wa Mungu, haleluya, ana huu moto. Shetani hata sogea mbele yako. Huonyesha namna gani watu waliompokea Roho Mtakatifu wanavyotembea na miali ya moto. Wakati mwingine wewe uliyeokoka una ofa kubwa ambayo pengine unakuwa huijui. Unaweza ukaangaliana hivi tu na mwenye mapepo, utashangaa anakukimbia na hujui sababu ni nini. Unaweza ukaangaliana tu hivi ukaona na inama chini, hakuangalii, kwa sababu kwako kuna ndimi za moto, kuna miali ya moto ambayo inamtesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kwamba unaweza ukaona namna ambavyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu katika maisha yetu. Kwa hiyo hatupaswi kufanya kazi ya Mungu bila nguvu hii ya Roho Mtakatifu, maana haitatendeka usipokuwa na huu moto. Kazi ya Mungu itakushinda, haitafanyika inavyotakiwa.
kwa sababu utakuwa mwenyewe. Huu moto uwe ndani yako sasa. Haleluya! Huu moto uwe ndani yako. Tuliona kazi ya moto wa kawaida siku ile ya Jumapili tulipofundishwa na baba yetu. Kazi ya moto, tuliona moto wa kawaida tunafanya kupikia chakula, si ndio? Kinawiva, tunapata kula na tumeridhika kwamba chakula kimewiva. Huo ni moto wa kawaida. Haleluya! Moto unafukuza maadui. Moto unapokuwa umechoma msitu, kama kulikuwa na nyoka wakali wabaya, lazima wakimbie, na kama hawatakimbia watateketea katika ule moto. Bwana Yesu atusaidie sana. Kazi ya moto, maana yake moto unafukuza maadui. Ndiyo maana unapoomba ukiwa na Roho Mtakatifu, ukaomba Mungu ya kwamba Mungu nilinde, moto wako uzunguke mahali nilipo, inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui akijichanganya anapata msukosuko. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa sababu wakati mwingine adui wetu mkuu ni Shetani, ni kiumbe cha kiroho ambacho kinaona pia rohoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo yamkini pia wakati mwingine unaona uko salama, hujawahi kuona msukosuko mwingine, kwa sababu uliomba ule moto ukazunguka mahali ulipo, na adui alipoangalia kaona moto unawaka, akapita pembeni asija kaungua. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaomba, tunalindwa kwa sababu Mungu amekuwa pamoja nasi, ametusikia maombi yetu, na ule moto unatenda kazi ndani yetu na maeneo yetu tunayoishi yanatuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na moto, maadui wanakimbia, maadui wanateketea. Hiyo unaweza ukaona mtu anapokuwa anataka kula, lakini chakula ni kibichi, lazima tafute kupika. Kinachotumika pale ni moto. Moto unakipika, kinawiva. Na hata neno la Mungu linapokuwa na uvuvio wa huu moto wa Roho Mtakatifu, linapoingia kwa mtu, linakuwa na nguvu ya kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoweza kulisikia neno la Mungu halina moto, wewe mwenyewe haunao, maana yake kinachotokea hapo ni kulisahau lile neno, halitafanya kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu kutumika pia ukiwa na huu moto wa Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu ambao Mungu anawatumia, ni vema tukajitahidi kuhakikisha huu moto tunao, ili ya kwamba moto huu upate kutusaidia kufanya kile ambacho Mungu anataka tukifanye. Huwezi kufanya jambo lolote la kimungu bila huu moto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunamhitaji apate kutusaidia katika maisha yetu.
na moto huu tusaidia dhidi ya nguvu za giza. Giza linaondoka, na tuliona kwamba moto unaita, moto ni nuru, unaleta nuru, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaleta nuru mahali palipo na moto. Wanaosikia baridi wanaweza kutamani kuja kufanyaje? Kuota ili wapate joto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moto tumeona unaleta joto. Haleluya. Moto unaleta joto. Wanaosikia baridi wanaweza kuja kukaa karibu na moto ili baridi iwatoke. Baridi inapokutoka unachangamka. Haleluya. Unachangamka. Ulikuwa umejikunja namna hii, unajikuta tayari unachangamka. Unaweza kutembea mbali. Haleluya. Unapokuwa na moto wa Roho Mtakatifu, utalihubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Utawaambia habari za Mungu watu kwa ujasiri, kwa sababu umechangamka. Uko moto ambao uko ndani yako unaokusukuma kuweza kuambia habari za Mungu. Haleluya, haleluya. Unapokuwa una moto, unaangazia watu walio mbali, wanakuona ulipo. Na unapokuwepo una moto, manake una kitu cha ziada, watu watakuja wakitafute kwako. Haleluya. Unapokuwa na moto, mapepo yatakimbia, magonjwa yataponywa, watu wataponywa, kwa sababu ule moto ni Roho Mtakatifu na anafanya kazi ya kuponya pia. Haleluya. Tunaweza soma Mathayo, Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 5 na mstari wa 14 mpaka 16. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. 15. Wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Tunaitwa nuru ya ulimwengu kwa sababu ya huu moto ambao umo ndani yetu. Haleluya. Na ukiwa umeokoka halafu kwako ni giza, maana yake bado huu moto hujaupokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mtu hawashi taa na kuiweka chini ya kiango. Huwezi kuwasha taa ukaiweka chini ya meza. Ukiiwasha ukaiweka chini ya meza, maana yake haitatoa mwanga wake, nuru yake haitaonekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe uliyeokoka, umewasha taa, na kama umewasha taa, isiwe chini ya meza, isifunikwe na kitu chochote, isiwe chini ya kiango. Iwashe, iweke juu, ili mataifa
wapate kuyaona matendo yenu mema. Mataifa wanapokuangalia waone jambo jema kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hatuwezi kuonesha matendo yanayoambatana na nuru yetu, bado tunahitaji huu moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni muhimu sana kuwa na huu moto. Ni muhimu sana kwa sababu tunatakiwa tuangaze, watu wavutwe na watu waone kilichoko cha tofauti katika maisha yetu, kwa sababu tunao moto. Huu moto ndio unaweza kufanya makuu na watu wakaweza kutukimbilia, kuona kwamba pale uko msaada. Watu wasitembee gizani, na wakati wewe ni nuru ya ulimwengu. Washa watu watembee gizani, watembee nuruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioko gizani waone, watoke gizani waje nuruni. Haleluya, haleluya. Moto unavuta, moto unaangaza. Watu waone, watoke gizani, wagundue kwamba huku tuko gizani, twende nuruni. Waone mabadiliko, waone kutoka gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamekaa gizani bila kutaka. Kuna watu wamekaa gizani bila kujua kwamba wako gizani. Lakini unapowasha taa, mwanga ukatokea, watu waliokuwa gizani watagundua kwamba kumbe huku tuko gizani. Watakuja wakae nuruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Washa moto kwa kupokea huu moto wa Roho Mtakatifu, ili ya kwamba nuru yako ipate kuangaza. Wale walioko gizani wakufuate na wayaone matendo makubwa ambayo yataambatana na wewe kwa kulikubali na kulitenda neno la Bwana ambalo linaambatana na miujiza. Haleluya. Napo kuwa na moto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kufanya kazi ya kuwaponya. Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kuwavuta. Roho Mtakatifu aliye ndani yako ndiye anaweza kuwavuta watu watoke kule gizani waje mahali ambapo pana usalama. Bwana Yesu asifiwe. Nitaje alama hii ya 4, alafu tutaishia kwa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Alama ya 4 ni muhuri. Naweza katuwekea Waefeso sura ile ya 1 na mstari wa 13. Ninyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuweke pia Timotheo sura ya 2 na mstari wa 19. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii
Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana awache uovu. Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 22. Naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Arabuni ya Roho iliyomo mioyoni mwetu. Arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Neno hilo Waislamu wanapenda kulitumia sana. Wanasema ni Mtume Muhammad amekwisha kufika kwa sababu ndiye aliye arabuni Waislamu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mtume. Bwana Yesu tusaidie sana. Wao wanaita arabuni. Arabuni ni dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Muislamu asikuchanganye hapo kakudanganya kwamba ni Uarabuni. Sio Uarabuni, ni arabuni. Haleluya. Muhuri unamaanisha umiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaweza kutambulisha kitu kwamba ni mali ya nani. Haleluya. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Yaani akatupa dhamana ya Roho. Ametutia muhuri kama mali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo muhuri ni alama pia iliyotumika kumfunua Roho Mtakatifu. Wewe uliyeokoka ukakubali kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni miliki yake, na ametupa dhamana ya Roho Mtakatifu, kwa maana kwamba ametutia muhuri kwenye Roho Mtakatifu ili tuwe mali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mali yake. Anaonyesha kwamba sisi pia ni mali yake, na kwa sababu ni mali yake, sisi tukubali ili atutumie. Haleluya. Sisi tukubali ili atutumie. Na tutatumikaje? Yeye amekwisha kuachilia Roho Mtakatifu juu ya wote wenye mwili. Haleluya. Ila hasa wale ambao wanahitaji, wana kiu, wana hamu naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawepo tu hapa kanisani au mahali popote pa ibada, lakini mambo ya kumhitaji Roho Mtakatifu hayapo. Sasa ni wazi kwamba hatutaweza kufanya chochote bila kujitambua kwamba sisi sio wa kwetu wenyewe. Yaani sisi sio wa kwetu wenyewe. Sisi ni mali ya Kristo ambaye ametutia muhuri kama nembo ya kutuchagua kuwa wa kwake kwa kutupa Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutuwezesha kufanya huduma, kazi ya Mungu, jambo lolote la kimungu, ndiye anayeweza kutuwezesha. Haleluya. Kwa tukijitambua ya kwamba sisi ni mali ya Kristo, tukubali kutumika. Tukubali Roho Mtakatifu pia atutumie.
Roho Mtakatifu awe ndani yetu. Haleluya. Kwa hiyo nakutazamisha kwamba hutafanya chochote bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu namwongea hivi kwa maana kwamba iwe ni hamu yako na kiu yako kumpokea Roho Mtakatifu ili uweze kuifanya kazi ya Mungu vizuri. Na hautakuwa na mahusiano na Mungu kama hauna Roho Mtakatifu. Hautaweza kuwa na mawasiliano yoyote ya Mungu bila kuwa na Roho Mtakatifu. Vinginevyo utatumia akili yako, maana utakuwa wewe mwenyewe. Vinginevyo utatumia elimu yako, maana utakuwa wewe na elimu yako. Vinginevyo utakuwa wewe mwenyewe na kile unachokiona kwamba ndicho cha kwanza katika maisha yako, maana yeye hata kuwepo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ninaongea habari za Roho Mtakatifu ambaye alifunuliwa, alidhihirishwa kwa njia hii ya alama hizi, nikiwa na maana kwamba awe ni wa kwanza katika maisha yako, awe ndani yako, awe juu yako, ili aweze kukuongoza. Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwetu sisi ambao tumekubali kwamba Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na tufanye kazi yake. Na ili tufanye kazi yake ni pale ambapo tutakuwa na Roho Mtakatifu. Yaani tutafanya kazi yake kwa ufaulu tukiwa na Roho Mtakatifu. Bila kuwa na Roho Mtakatifu hatutaifanya kwa ufaulu, tutafanya ya kwetu. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nakutazamisha kwamba Roho Mtakatifu awe ni wa kwanza katika maisha yako. Hujampata Roho Mtakatifu, fanya bidii ya kumpata Roho Mtakatifu, maana ndiye atakayekusaidia katika jambo lolote. Wewe uliamua kuhama kutoka gizani ukaja nuruni, ndiye atakayekusaidia Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuwa naimba, nilikuwa nasikia kakipengele kadogo, anasema utaingiaje nawe huna nguvu za Mungu. Haleluya. Utaingiaje huna nguvu za Mungu? Huyu Roho Mtakatifu ndiye mwenye mawasiliano yote katika maisha yetu. Hatutaweza kwenda mbinguni. Yaani hata siku ile ya unyakuo huwa anasema, siamini kwamba kuna mtu asiyekuwa na Roho Mtakatifu ataweza kusikia hata parapanda. Yaani parapanda yenyewe ni ya kiroho, itapigwa na viumbe vya kiroho, na yeye Mungu mwenyewe anajua zana yake atakayoitumia ili ipigwe, ili wale walio rohoni wapate kuisikia. Haleluya. Sasa utaingiaje? Utaingiaje huna nguvu za Mungu? Haleluya. Niombe tusimame.